السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه wasallam. Ndugu yangu, nakukaribisha tena katika darasa nyingine ambayo ni darasa ya pili ya kitabu chetu Ta'limi Subyani Tauhid. Ta'limi, kuwafundisha as-subyani, watoto wadogo, at-tauhidi, tauhidi, namna kumpokesha Allah tabaraka wa taala. Ni kitabu muhimu sana kwa sote kuweza kuwafundisha watoto wetu ili waweze kukua katika aqida iliyokuwa sawa sawa, na mwisho wa siku watekeleze ule Uislamu ambao Allah tabaraka wa taala anautaka na kuridhia. Kabla ya kuanza kuwafundisha wao Qur'ani, kuanza kuwafundisha Qur'an pasi na kutengeneza msingi kwao, ndiko tunatengeneza kizazi ambacho mwisho wa siku kinaweza kusoma Qur'an lakini hakina hofu ya Allah tabaraka wa taala. Kadhalika Rasulullah sallallahu alayhi wasallam alitumia zaidi ya miaka 10 Makkah akiwadai watu katika tauhidi, namna kumpokesha Allah tabaraka wa taala, kabla ya kuwaingizia wao sheria zingine za Uislamu. Kwa nini? Kwa sababu kwanza ni lazima utengeneze imani, strength of imani ya huyo mtu, ili aweze kutekeleza yale majukumu ambayo Allah tabaraka wa taala anamtaka. Kwa hivyo leo inshallah tunaendelea darasa ya pili, ambako darasa ya jana Allah alivyofikisha turishia katika kipengele hiki. Tukasema wa mimma khaluqatihi, na miongoni mwa alivyoviumba au miongoni mwa viumbe vyake Allah tabaraka wa taala, as-samawati wal ardhu, ni mbingu na ardhi, wama fihima, na vyote vilivyomo katika hivyo. Kwa hivyo leo inshallah katika darasa leo tunaendelea kutokea hapa biidhnillah. Asema wadalilu, na dalili, wadalilu, na dalili, ala dhalika, juu ya jambo hilo, kwa maana ushahidi wa mambo haya. Wadalilu, na dalili, ala dhalika, juu ya jambo hilo, qauluhu ta'ala, ni kauli yake mtukufu, inna, kwa hakika, inna, kwa hakika, inna, kwa hakika, rabbakumullahu, rabbakumu, mola wenu ninyi, Allah, ni Allah, alladhi, ambaye, khalaqa, ameumba, as-samawati, mbingu, wal arda, na ardhi, fi sita, katika sita, fi sita, katika sita, ayamin, sita, kwa maana ya masiku, fi sitati ayamin, katika masiku sita. Thumma stawa, kesha akastawi, thumma stawa, kesha akastawi au akatawala. Thumma stawa, kesha akastawi au tunasema kesha akatawala Allah tabaraka wa taala, ala al-arsh, juu ya arshi yake, au akapanda juu ya arshi yake, vile ambavyo Allah tabaraka wa taala yeye mwenyewe anavyolingana na utukufu wake. Thumma stawa, kesha kastawi, ala al-arsh, juu ya arshi yake, yughshi al-layla, anaofunika, yughshi, anaofunika, al-layla, usiku, an-nahar, kwenye mchana, yatlubuhu, vikifuatana vitu hivyo, hafithan, kwa wepesi mno, ila qawlihi, mpaka kufikia kauli yake Allah tabaraka wa taala anaposema tabarakallah, ametukuka Allah tabaraka wa taala, tabarakallah, ametukuka Allah, rabbul alamin, mola wa ulimwengu wote. Hii ni suratul al-A'raf, aya nambari 54. Sual sin sualun, swali la 4, anasema fa in qila laka, basi ikiwa patasema kwako, fa in qila, basi ikiwa patasema, li ayi, ni kwa kipi, shay'in, ni kwa kitu kipi, au ni kwa kitu gani, khalaqaka, amekuumbia. Li ayi, fa in qila, basi ikiwa patasema kwako au kuulizwa wewe, li ayi shay'in, ni kwa kitu gani, khalaqaka, amekuumbia wewe Allah tabaraka wa taala, kwa maana ni kwa kitu kipi ambacho Allah tabaraka wa taala amekuumba wewe.
au kwa sababu ipi Allah tabaraka taala amekuumba wewe. Jim, jawabun, faqul, basi sema, liibadatihi, kwa ajili ya ibada zake, liibadatihi, kwa ajili ya ibada zake, wahdahu, peke yake, la sharika lahu, hana mshirika ye, la sharika lahu, hana mshirika ye, wa taatihi, na utiifu wake, kwa maana na kumtii. Kwa hivyo faqul, basi sema, liibadatihi, kwa ajili ya ibada zake, kwa maana ya kumfanyia ibada ya Allah tabaraka taala, wahidahu, peke yake, la sharika lahu, asiyekuwa na mshirika, wa taatihi, na kumtii Allah tabaraka taala, biimtithali, kwa kutekeleza, biimtithali, kwa kutekeleza, biimtithali, kwa kutekeleza, ma amara bihi, yale anayoamrisha, ma amara bihi, yale anayoamrisha, watarki, na kuacha, watarki, na kuacha, ma yanha, yale anayokataza, ma yanha, yale anayokataza, anhu, nayo, yale anayokataza nayo. Kama qala ta'ala, kama qala ta'ala, qala Allah, alivyosema Allah ta'ala mtukufu, wama, nasiku, khalaqtul jinna, nasikuumba majini, wal insa, na mwanadamu au binadamu, illa li'abudun, isipokuwa waniabudu mimi. Hii ni suratu Dhariyat aya nambari 56. Wa kama qala ta'ala, na kama alivyosema mtukufu, wa kama qala ta'ala, na kama alivyosema mtukufu, wa'budullah, na mwabudu Allah tabaraka ta'ala, wala tushriku bihi, na wala msimshirikishe Allah tabaraka ta'ala, shay'an, kwa chochote. Hii ni suratu Nisa aya nambari 36. Washirku, na shirki, washirku, na shirki, a'dhamu dhanbin, a'dhamu, ni kubwa, dhanbin, katika dhambi. Washirku, na shirki, a'dhamu, kwa maana kitu kikubwa mno au jambo kubwa mno, dhanbin, ni dhambi. Kwa hivyo tafsiri wa jumla tutasema washirku, na shirki, a'dhamu dhanbin, ni dhambi kubwa mno, a'dhamu, kubwa mno, usiya Allahu bihi, ambayo ameasiwa kwayo Allah tabaraka taala. Washirku, na shirki, a'dhamu dhanbin, ni dhambi kubwa mno, usiya Allahu bihi, ambayo Allah tabaraka taala ameasiwa nayo. Usiya kwa maana ya kuasi, kuasiwa, maana usiya kwa maana ya kuasiwa, ambayo Allah tabaraka taala ameasiwa nayo. Kama qala ta'ala, kama qala ta'ala, kama alivyosema mtukufu, kama qala ta'ala, kama alivyosema mtukufu, innahu, kwa hakika yake, man yushrik billah, yeyote mwenye kumshirikisha Allah, faqad, kwa yakini, harrama Allah, ameharamisha Allah, alayhi aljanna, juu yake pepo, wa ma'wahu, na mafikio yake huyo mtu, annar, ni motoni. Hii ni suratul Maida aya nambari 82. Asema washirku, na shirki, washirku, na shirki, maana yake an yaj'ala, ni kwamba kumfanyia au kumjalia, an yaj'ala, ni kwamba kumfanyia, lillahi, Allah tabaraka taala, niddan, kuwa na wasaidizi, nidda kwa maana wasaidizi au wapinzani, yad'uhu, mtu akawa anawaomba, yad'uhu, mtu akawa anawaomba au kuabudu, au yarjuhu, au mtu akawa yuwategemea watu hao, au yarjuhu, hapana, yarjuhu kwa maana ya kutarajia, au yarjuhu, au mtu akawa anawatarajia watu hao, au yakhafuhu, au akawa anawahofu kwa maana ya kuogopa watu hao, hofu ambayo atakana aogopewa Allah tabaraka taala peke yake, au yatawakkalu alayhi, au akawa anatawakali juu yao kwa maana kwa kuwategemea watu hao, au yarghabu, au akawa anashauku au matumaini, ilaihi, kwa wao, au yarghabu ilaihi, yarghabu kwa maana nini, ya shauku au matumaini, ilaihi, kwa wao, min dunillah, kinyume na Allah tabaraka taala, min dunillah, kinyume na Allah tabaraka taala,
wa ghairu dhalika, na mengineo, dhalika yasiyokuwa hayo, wa ghairu na mengineo, wa ghairu au tunasema na yasiyokuwa dhalika hayo, wa ghairu na yasiyokuwa dhalika hayo, min anwa'il ibada, min miongoni, anwa'i ya vigawanyo au aina, al-ibadati ya nini, ya ibada. Kwa hivyo washirku na shirki maana yake, washirku na shirki maana yake an yaj'ala ni kwamba kumfanyia lillahi Allah tabaraka taala nidan, kuwa na wasaidizi au kuna wapinzani, yad'uhu ambao wewe ukawa unawaomba wapinzani hao kinyume na Allah, au unawaomba wasaidizi hao umewaweka kwa maana ya mbadala ya wewe kufanya maombi au kuabudu, kama vile ambavyo unamwabudu Allah na ukatatuliwa shida zako au matatizo yako. Kwa hivyo washirku na shirki maana yake an yaj'ala ni kwamba kumfanyia, an yaj'ala ni kwamba kumfanyia au kumjalia lillahi Allah tabaraka taala nidan, wasaidizi, yad'uhu ukiwa unawaomba, au yarjuhu au unawatarajia, au yakhafuhu au na wakhofu na wagopa, au yatawakkalu alayhi au kawa unategemea juu yao, au yarughabu ilayhi au kawa una matumaini kwao, min duni la kinyume na Allah, wa ghairu na mengine, dhalika wa ghairu na yasiyokuwa dhalika hayo, min anwa'il ibada miongoni mwa vigawanyo vya nini, vya ibada. Fa innal ibada, bas kwa hakika bila ya shaka ya ibada, fa innal ibada, bas kwa hakika al ibada ya ibada. Hapa tunaangalia maana ya ibada ni nini. Fa innal ibada, fa inna bas kwa hakika al ibada ya ibada, maana ya ibada, ismun ni jina, ismun ni jina, jami'un linalokusanya, ismun ni jina, jami'un linalokusanya, likulli kila ma yuhibbuhu Allah, ya yote anayopenda Allah tabaraka taala. Ismun ni jina, jami'un linalokusanya, likulli kila ma yuhibbuhu Allah, wa ma ya yote, yuhibbuhu Allah anayopenda Allah, wa yardahu na kuyaridhia Allah tabaraka taala, min al-aqwali katika maneno, min al-aqwali katika maneno, wal a'mali na katika matendo, albatina kwa maana ya siri, yakiwa ni ya siri, wa dhahira au yakiwa ni nini, ya dhahiri. Kwa hivyo al-ibada, ibada maana yake tunasema ismun ni jina, jami'un linalokusanya, likulli ma yuhibbuhu Allah, kila ma yuhibbuhu Allah, yote anayopenda Allah, wayardahu na kuyaridhia, min al-aqwali katika maneno, wal a'mali na katika nini, matendo, al-batina yakiwa ni yasiri, wa dhahira pia yakiwa ni nini, ya dhahiri. Wa minha miongoni mwazo, ad-du'a ni dua, wa qad qala ta'ala, na kwa hakika qala ta'ala amesema mtukufu, wa annal masajida, kwa hakika ya misikiti, wa annal masajida na kwa hakika misikiti, lillahi ni kwa ajili ya Allah tabaraka taala, fala tad'u basi msiombe msiabudu, ma'a Allahi ahadan pamoja na Allah, ahadan na yeyote yule. Hii ni suratul Jinni aya nambari 18. Nasema wadalilu na dalili, ala juu ya anna da'wata, kwa hakika da'wata ya kuomba au kuabudu, ghairillah kinyume na Allah, kufurun ni ukafiri au ni kufuru, kama qala ta'ala ni kama alivyosema mtukufu, waman yabtaghi, waman na yote, yad'u atakayomba, waman yad'u na yote, yad'u atakayomba au kuabudu, ma'a Allahi pamoja na Allah, ilahan akhar mungu mwingine, ilahan akhar mungu mwingine, la burhana lahu bihi, la burhana lahu amba hana ushahidi wa wazi yeye, burhan kwa maana ushahidi, burhana hii ni ushahidi, la burhana lahu bihi, hana ushahidi wa wazi wa jambo hilo, fa innama basi kwa hakika si vinginevyo, hisabu yake, inda rabbi iko mbele ya Mola wake, innahu kwa hakika yake, la yuflihul kafiruna hawafaulu makafiri.
Hii ni Suratul Mu'minuna aya nambari 118. Asema wadhalika, na jambo hilo, wadhalika, na jambo hilo, anna dua, kwa hakika ya dua, anna dua, kwa hakika ya dua, min a'dhami, ni miongoni mwa kubwa, anwa'i, ya kigawanyo au ya aina, al-ibada, ya ibada, kama qala, alivyosema Ta'ala mtukufu, wa qala rabbukum, na amesema Mola wenu, ud'uni, niombeni, astajibe lakum, nitakujibuni, astajibe lakum, nitakujibuni. Innal ladhina, hakika wale ambao, yastakbiruna, wanatakabbar au wanafanya kibri, an ibadati, kutokana na ibada zangu, sayadkhuluna, basi wataingia jahannama, jahannam, dakhirina, wakiwa ni wanyonge, dakhilina, wakiwa ni wanyonge au wakiwa wamedhalilika, ndio maana yake. Sayadkhuluna, wataingia jahannama, katika moto wa jahannam, dakhilina, wakiwa wanyonge walofedheheka. Hii ni Suratul Ghafir aya nambari 60. Kwa hivyo katika darasa hii ya leo inshallah tutaishia hapo inshallah biidhnillah. Allah atakapokuwa atafikisha inshallah darasa inayokuja tutaendelea kutoka hapa ambako tumeishia. Na kuhusia tu ndugu yangu, ikiwa kuna faida wazipata katika darasa hizi, usisahau kusubscribe, ni muhimu sana. Usisahau kulike, ni muhimu sana kwa maendeleo ya chaneli hii siku hadi siku. Wakati fulani pia usisahau kucomment, ni muhimu sana. Lakini pia usisahau kushare kwa jamaa na marafiki, ili nao pia waweze kupata faida ambazo wewe pia unazipata. Wa hadha, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.